usually do what we call the national HIV estimates after every 2 years. And from our estimates, we know that we have about 106,000 children in Kenya who are estimated to be living with HIV. Out of these 106,000 children, we've been able to identify and start on antiretroviral treatment about 70,000 of them. Out of every 10 children who are on treatment, 8 of them have been able to achieve viral suppression. The other 2 have not been virally suppressed. The 2 are not virally suppressed, then they're at the risk of getting infections like TB, infections like meningitis, infections like pneumonia, and we know that these children are actually at a risk of dying. Kwa majina mimi naitwa Agnes. Kupatikana nikiwa positive, kupatikana nikiwa mjamzito. Lakini sikukubali, ilikuwa ngumu sana mimi kukubali. Nilichukua miaka 2 karibu na nusu ndio nikajikubali. Na hiyo katika hiyo hali ya kukosa kujikubali, nilifanya mtoto akutani negative, alibaki tu akiwa positive. Kama sio kulazwa pengine angekuwa. Kwa sababu alikuwa amefika amekuwa weak. Viral load ikapanda. Mimi nami nilikuwa tu sawa na afya yangu. Viral load ya mtoto ikapanda. Mpaka madaktari ikifika hospitali wanaitana karibu wote. Kweli huyu mtoto anaweza kuwa anatumia hii dawa na hii viral load iko juu hivi. Hapo ndio akaanza kuweka question mark. Ndio sababu hospitali bila nikuwa hospitali sikuruhusiwa hata siku moja kumpea. Manase ndio walikuwa wanakuja wanampea. Lakini bila nitoka huko nikapelekwa kwa mshauri, nikaongeleshwa, ikabidi nikubali kuko hivyo. Corona imeleta challenges. Kwanza hii wakati mkubwa yenye nimekuwa mgonjwa, nimegonjeka sasa hivi karibu miezi 3. Imekuwa ngumu sana kwa sababu sasa utapata mtoto anameza dawa, saa zingine hiyo siku hujafanikiwa kupata chochote. Inapatikana hasa wewe kazi yenye ulikuwa unaenda hakuna. Umemtuma hata penye ulikuwa unadai pesa haku. Inabidi mtoto aingie kwa nyumba alale njaa. Ilikuwa ni uchungu. Alikuja akapasuka mdomo yote akakuwa ready hivi. Na ukienda tena huko tena pia anachukua dawa pia ukapata tena watu wenye wako na shida niwe hawawezi kusaidia watu wote. Ilikuwa ngumu sana kwangu. Kwa sababu mtoto ule mwenye anameza dawa atoka huko hivi ndio saa yake ya kumeza dawa. Mtoto anakuambia leo mimi simezi. Hii dawa nikimeza kama sijakula itaanza kuniumiza tumbo. Hivyo tu. Kuna masiku zenye alikosa. Hata siwezi sabua. Alikosa siku nyingi. Kwa sababu ilikuwa ikipatikana hakuna kitu, afadhali nisimpe kwa sababu ukimpea ataenda atapike. Senye tumbo itaanza kumuuma atatapika. Sasa hiyo ndio challenge yenyewe mtoto amepitia kwa hii wakati wa corona. Hawa watu wenye wanaishi na virusi vya HIV and AIDS wanataka lisho bora. Na lisho bora saizi hakuna sababu sasa mama alikuwa akienda biashara, haendi biashara, hako kwa nyumba. Mtoto anataka kukula chakula ndio amese dawa, mama anataka kukula chakula ndio amese dawa, imekuwa na challenge kubwa sana. Sababu huwezi himiza mtu hamese dawa na hakuna chakula. Unaambia mtu hakule. Chakula ni ya muhimu kwa afya yao sababu chakula ndio 75%, 25% ni dawa. Second line si dawa moja. Kama mimi namesanga dawa ngapi? Moja. Second line ndio hizo. Umesiona ni tembe ngapi? 3 hizo kubwa na Septrin. Hizo dawa ni mingi na inaingia kwa tumbo yenye hakuna kitu angeweza kumaintain. Hata hiyo wakati viral yake ilikuja ikapanda mpaka ikaleta shida. Kwa nini? Ningeambia hakuna vile mtoto utapatia mtoto uweke sumu kwa mwili na ikose chakula kwa mwili. Hakuna hata hiyo dawa yenyewe isifanya. Juzi hivi nilikuwa na jaribu Kamusa Felix. Leo hii ukipatikana ukiwa HIV positive utafanya nini? Niliambia mama nitavumilia tu. Nitavumilia tu, sikifo ni lazima. Kwa sababu saa hizi nje nafaa nimwambie ukweli iko hivi na vile kwa sababu ameshafikisha miaka 12. Ngaje ni kazi ngumu but sasa nitamwambia tu. Itabidi tu nimuelezee kwa sababu amekuwa na maswali mingi sana. Hata akionako pasta anaomba kwa TV anasema mama usinipeleke kwa hiyo pasta. Aniombe nitaacha kumesa hizi madawa zenyu zenye asiishangi kila siku.
Kwa hivyo hata kama ana mesa, lakini afurahi kabisa, kwa sababu anapata kwa nyumba, wengine wote hakuna, ni yeye tu peke yake hivi. There's a new drug available called pediatric dolutegravir, also known as DTG. It comes in 10 milligrams. It's dispersible, meaning that the caregiver measures the number of tablets as per the health worker and is able to mix in water and give the child. The other thing we know about the treatment is also very palatable. It has a strawberry flavor, and you know children like sweet things, and therefore they're able to take this medication and be the caregiver does not have a lot of challenges administering this medication. Beyond the palatability and ease of administration, we know that this medication is also highly potent, meaning that a child who has started on this medication, within 3 to 4 months, they're able to achieve viral suppression. So we actually think that with these new medications, we're going to have very improved outcomes for children, increased viral suppression. The caregivers are happy, the children are going to be happy, and also the system, even as the government, we're going to be happy, we're going to have improved outcomes among these children. As the HIV program, we are also currently working with the Kenya Red Cross, who have got funding from the Global Fund, to ensure that we're able to map out vulnerable children amongst those who are on treatment, and be able to get them things like what we call like the conditional support, what we call the cash transfers, and also what we call food baskets. And so we are really working with them very closely to ensure that we're able to map out these children, identify them, identify the families, and be able to support. That said and done, we still have a lot of gaps. We're not able to provide for everyone, and we've also been lobbying through even some of the county governments to see what also they can be able to do, especially supporting those children who are living with HIV to be able to get adequate nutritional support. So it's an area of challenge. We are making some efforts, but still not enough, and we hope that we can get more people on board, more stakeholders, to ensure that we're able to support these children, including organizations like World Food Program, who can be able to support us.